Sasa wewe kwa umri huu unataka nikuombee upande juu ya paa upige bati, unataka kufanyaje? Nafanya kazi tu. Nafanya kazi na natafuta mke sasa mwenye akili yake nimweke ndani. Sina shida. Sina shida hiyo, mdhaifu wa viroja wanatutendea sisi. Viroja anatufanyia ndio anatuona kama kuku mwa mdondo. Akinipa kwa sababu sina wasiwasi. Na nikitoka hapa nikiuza napata mke mwingine mali. Alafu na kuonesha babu, umemwona mjukuu wako huyo? Au bibi yako umemwona huyo? Niwe nganga hivi basi. Tunateswa bwana mitaani. Tunateswa kila shida, kukula shida. Kula yangu anajua Mungu mwenyewe. So nikuombea upate mke. Nikuombea upate mke. Yote. Utajenga nyumba bila mlango bwana. Jenga nyumba weke mlango. Sasa nishakuwa mzima nafanya kazi zangu na kula, mke wangu afanya hiki fanya hiki. Tuwe bwabwa tuwe muhogo basi namna. Ndio ninavyotakiwa. Namna gani bwana? Kujibia nyumba, jenga nyumba kabisa. Weke na milango, madirisha basi. Unaweka na choo cha ndani au sionekane kule na koko. Wala choo ya. Hiyo nataka na mimi niwe mtu. Nimekuwa kama mdhaifu kwa mdondo bwana. Kweli. Okay, acha tukuimarisha leo. Yesu akaniponya na nitakuombea. Unaona leo nimekuja babu na mjukuu bibi yako huyo hapa. Lakini kwanza nitafuta. Kumbe ni kuombea upone. Uniletee bibi nimuone. Nakwambiaje? Wakati mambo yangu kwa unachuna ndevu tena. Peka kidogo mbele. Nasikia ukipata pesa, huwezi ukaitumia pesa kunywa pombe, hapana. Mke wa kwanza amekufa. Sasa hivi nikitafuta mwingine moyo yopo. Pika chakula tunakula. Nenda sokoni nakwenda kunywa pombe. Saa hiyo yaondoke. Saa hiyo yaondoke. Kanya pombe huko. Rudi huko. Lakini apate mtu nyumba lazima iwe nzito kwa mwanamume. Kama mwanamke naye apate mume, iwe mwanamke. Hilo ndio langu naumwa. Tunateseka mitaani babu. Acha tukuombe.